upana kabisa mechi ya weekend hii kwa upande wa ligi kuu ni Mzizima Derby. Azam FC wanacheza dhidi ya mnyama Simba. Mnyama Simba ambaye yeye ana wastani wa 100%. Unaweza kusema wa ushindi wake na ushindi wa mnyama kwenye ligi kuu umekuwa hauna makando kando. Ni alama 3 na chuma 3. Anapiga mtu chuma 3, anaondoka na alama 3. Wanacheza dhidi ya Azam. Timing ya hii mechi inatajwa kuwa ni nzuri sana kwa timu zote. Watu wanataka kumpima Simba, lakini Azam wanataka kupimwa umo. Tegemea itakuwa ni game ya aina gani? Yes, ni timu mbili ambazo kwa misimu kama mitatu nyuma zimekuwa zikitupa bonge moja la mechi. Yani kuanzia kuelekea mpaka mechi yenyewe inapochezwa. Lakini kwa msimu huu imekuwa tofauti kwa sababu zimeanza zikiwa chini. Unaweza kusema wote hawapo kwenye hali nzuri. Yani Simba ambaye ameshinda 100% ya ligi, yawezekana kwenye ligi watu tumeshaacha kumcount kwenye mechi ambayo hakutani na Azam ama hakutani na Yanga. Hizi mechi zingine ni daraja la kawaida, kwa akishinda sio story. Akishindwa kushinda ama akashinda kwa tabu ndio inageuka story. Lakini kwa msimu huu mechi zake zote ameshinda kwa njia ambayo ya kikubwa, yani kwamba ana influence mchezo na ana score goals, anapata matokeo mazuri. Lakini kwa Azam FC imekuwa tofauti. Katika michezo yake 4 ameshinda mchezo mmoja, ametoa sare michezo mitatu, ambao ni wastani mbaya kwenye kuanza ligi. Kwa maana yake hizi timu zinakupa tafsiri ya kwamba sasa Simba ambaye anaonekana ameanza vizuri, lakini kutokana na daraja lake huwezi kumpima kwa mechi hizo tu. Lazima kwenye ligi kuu utategemea mechi ya Singida Black Stars, utategemea mechi ya Azam, utategemea mechi ya Young Africans, utampima kimataifa. Performance yake ya kimataifa kwenye mechi mbili za mwanzo tumeiona akikutana na timu za daraja la aina yake zinazomkaribia ama zinazomzidi ama anazolingana nazo, bado ana struggle, ambayo imekuwa ni the same story kwenye misimu kadhaa nyuma, kwamba ubingwa wake utaamuliwa kwenye dakika za mwisho dhidi ya mpinzani wa level yake kama Young Africans ama Azam. Sasa kuelekea kwenye mchezo huu, yale matamanio ya mchezo ule tuliouzoea kwangu nimeyapunguza kwa sababu ya hizo factor, kwamba timu zote mbili hazipo tena kwenye influence ya mchezo mzuri kwenye big games kama ambavyo tulizoea, kwamba Azam unatoka tena mara nyingi Azam alikuwa anakutana na Simba kwenye mechi ambazo unakuta ameshacheza na Young Africans, ameonyesha performance fulani hivi na Simba unakuwa unaisubiria. Lakini kwa hivi sasa wote kwenye challenge kubwa kote wameanguka. Kwenye challenge ya kawaida Azam wameanguka zaidi kwenye ligi kuu. Kwa hiyo unategemea mchezo ambao either makocha watautumia kwenda kuamka. Yani kwenye aina ya mechi ambao sasa za kimataifa tumeanguka, nyumbani tunafanyaje? Nyumbani big game nayo. Suleiman Matola mwalimu Simba kama kocha mkuu, lakini ni mzoefu yupo, lakini anasimama kama kocha mkuu baada ya Pantev kuondoka. Anategemea kupimwa na yeye kwenye aina ya mechi kama hiyo, kwamba atachezaje kwenye big game ya kwanza akiwa mwalimu mkuu. Ameshawahi kukutana nazo kwa sababu akiondoka kocha mkuu mara zote anabaki Matola. Ameshawahi kukutana na aina ya hizi game. Kina kwenda kukutana nayo kwa mara ya kwanza, naamini yeye atakwenda na basics. Matola waga tunafahamu mara nyingi akiondoka kocha yeye anarudi kwenye basics, kwamba anafahamu first 11 yake ambayo inaweza ikampa ushindi. Mabadiliko atayafanya kadri ambavyo mchezo unaendelea. Tunakitegemea hicho kwa Matola, hakutakuwa na kitu kipya sana cha kusema ataapproach vipi Azam FC, lakini ataanza na mbinu ya kawaida, kuanza na first 11 ambayo anaiamini, alafu atategemea sasa kadri ambavyo Azam wana react ama wanamuonesha kitu, inawezekana akawa anafanya change. Azam FC template yao ya mchezo iko pale pale. Anachodaiwa mwalimu ni kuwafanya wachezaji wa concentrate na match, waoneshe 100% ya game yao ili waweze kubato kwenye game za mpinzani ambaye wanalingana naye ama wazidi kama Simba. Bila hicho yawezekana Simba tena akacheza na timu ya daraja la chini. Sio hapo naeleweka. Yani kama Azam hawatalewa game yao wakareact vizuri kwenye big match ya ndani, yawezekana za kimataifa ni kwa mara ya kwanza kwenye hatua ya group stage, unawaelewa. Lakini je, ndani wana react vipi dhidi ya Simba ambayo nayo ina daraja? Kwenye reaction ya Azam FC ambayo Elbo unaigusa, kulikuwa kuna comments kwenye mechi iliyopita na Singida Black Stars, kwa sababu sasa hizi inapokuja mechi ya Simba na Singida na Azam sio mechi ya kawaida tena, ni mechi nyingine kubwa. Changamoto ambayo ilitajwa kwa Azam ni safu yao ya ushambuliaji. Na ndio ambayo hata kesho talking point iko hapo, kwa sababu licha kwamba Simba amekuwa na mwenendo mzuri wa kufunga kwenye ligi hizi chuma 3-3, lakini bado ni eneo ambalo watu wana wasiwasi nalo, na leo na kesho
inatazama kama kinaweza kawa kipimo kingine namna ambavyo wanaweza wakaucheza huu mchezo. Kwa hiyo Azam anaonekana anaishi kwenye ushambuliaji, Simba naye pia anaonekana anaishi kwenye ushambuliaji. Kwa hiyo mechi kama hii ya Azam kwamba nafasi inawezekana usitengeneze nyingi na wepesi wa kufunga usio kwa kiwango hicho, ni game ambayo makocha pia wanaweza wakaitumia kama kupima safu zao za ushambuliaji, au ni game nyingine ambayo mashabiki pia wanaweza wakaangalia na kujua kwamba bana, haya matatizo tulikuwa nayo ni sugu au yanarekebishika. Ni game ambayo lazima utapima viwango vya wachezaji, na ndio maana nikasema kama una wasiwasi na mchezaji ni ngumu kwa walimu wote wawili, Azam FC, Simba, ni ngumu wote kumwamini mchezaji kwa mara ya kwanza kwenye mchezo kama huu. Manake kama anaanza na basics, anaanza na wala ambao at least wanaweza kubadilisha kile walichofanya jana. Yani kama mchezaji ulimpa nafasi akaonesha kiasi fulani, una uhakika ukimpa nafasi tena kwa mjibu wa mazoezi ambayo umefanya siku 2-3 za nyuma kabla ya mchezo, yuko tayari kuweza kuraise game yake akawa kwenye tofauti na mchezo uliopita. Hao ndio watakaoaminiwa kwenye game hii. Watakaobaki ndio kama nilivyosema kwamba watategemea na mabadiliko. Lakini kuwapima safu ya ushambuliaji, matatizo ambayo yamekuweko Simba na Azam kwa msimu huu kwenye eneo la kuwa wakatili kwenye kutumia nafasi, naona yote timu mbili wanayo kwenye game za daraja lao. Azam hata za ligi kuu of course amedondosha alama kwa kutoa sare, lakini matatizo makubwa unakuta ni kwenye nafasi ushatengeneza, ushakaba vizuri, kila kitu kimeenda perfect uwanjani, lakini watu kuwa makatili kwenye kutumia nafasi limekuwa ni tatizo. Yawezekana sasa kwa sababu wachezaji wa eneo la juu wana wasiwasi, nitakachokitegemea kimbinu mwalimu anawafanya vipi wachezaji wake wa pembeni pamoja na viungo wa ushambuliaji kama namba 10, namba 8 wana step up vipi kuhakikisha urahisi wa washambuliaji kufunga ama wao wenyewe kutumia nafasi ambazo wanazitengeneza kwa ajili ya wengine wao wenyewe waweze kufunga. Nisipoiona hiyo kwenye mbinu kama ulivyosema, bado nitayaona mazingira ya ubutu wa ushambuliaji na kuendelea kuteseka, kwa sababu kama uwezo wa wachezaji utafika mwisho na mwalimu asilevel up game ya wachezaji wake kuhakikisha wanabadilisha kile wanachokifanya kila siku kuwa bora zaidi, bado tatizo litakuwa sugu. Hapo ndo tutakamilisha sasa kwamba nilivyoiona Simba hii bado mkwala soa kuna tatizo, nilivyoiona Azam bado kuna tatizo. Kwa walimu wanachodaiwa ni kuhakikisha kama mshambuliaji bado hayuko sawa, ana wasiwasi na namna ya matumizi ya nafasi ya eneo lake kutokana na mwenendo. Na hiyo wage na watokea wachezaji sana wengi, sio tu Tanzania hata Ulaya, akipitia kipindi kigumu cha kufunga mpaka aje arudi kwenye njia za kufunga inakuwa muda. Kama walimu hawatofanyia kazi hiyo, maana itakuwa inapeleka taswira kwa mashabiki kwamba hili jambo limekuwa gumu mpaka sasa tunapokwenda. Yawezekana dirisha dogo tutahitaji watu ili tubadili kabisa mpango kazi. Zaidi turudi kwenye uwanja wa mazoezi kama ambavyo walimu wamekuwa wakisisitiza, lakini unakwenda almost game ya 6 ya 8 ya kimashindano, tatizo ni lile. Uko karibu kwenye ligi ambayo ina timu 16, upo karibu kufika nusu ya msimu. Kuna watu washafika raundi ya 10 huko kwenye ligi. Maana hilo tatizo tunaanza kuliita ni sugu, kwa msimu huu litakutesa ama unategemea kufanya mabadiliko. Of course hicho sasa kwa washambuliaji, mimi siwapimi washambuliaji hapa na wapima walimu, kwa sababu huku kuanzia kwa goalkeeper, safu ya ulinzi, katikati unaona wanajaribu kutengeneza kitu fulani, unaiona idea, lakini namna ya kuikamilisha ile iwasupport hao wa nyuma sasa ni kutumia nafasi ili sifa zirudi kwa timu nzima sasa. Lakini kama timu nzima itasifiwa kwa kublock wapinzani, kwa beki kujitahidi, beki amefanya clearance nyingi zaidi kuliko attempt za mshambuliaji, shughuli inaweza kawa pevu. Utaiona kwa msimu huu yawezekana ni ngumu kuiweka kwenye level za kupigania ubingwa. Bana, mchezo wa Mzizima Derby huo, wana Simba wenyewe wapo, lakini kabla ya kwenda kusikia wana Simba wenyewe wanazungumza jambo gani kuhusiana na timu yao na mchezo huo ambao wanao dhidi ya Azam FC, kocha Suleiman Matola pamoja na Shomari Kapombe wao wamezungumza. Tayari tumeshapata kwenye mkutano wa wanahabari ambao wameufanya leo. Walau tumsikie kocha Suleiman Matola pamoja na Shomari Kapombe wao wanazungumza nini kuelekea katika mchezo huo wa hapo kesho. Tunajua kwamba haitakuwa mechi rahisi. Siku zote hakuna mechi rahisi kati ya Simba na Azam. Ni mechi ya dabi, kwa hiyo tunayochukulia mechi hiyo kwa umuhimu mkubwa sana. Maandalizi yetu yako vizuri kabisa. Kitu kizuri ni kwamba kila mchezaji wetu yuko kambini kwa ajili ya mechi na wachezaji wote wako tayari. Tunajua Azam wana timu nzuri sana na wana mwalimu mzuri, kwa hiyo haitakuwa mechi rahisi. Yote tunayafahamu, pamoja na ubora wao, uzuri wao na uwekezaji wao kwenye timu yao. Tunahakikisha kesho lazima tupate alama 3, japo haitakuwa rahisi, lakini tumejipanga kutoka na alama zote 3 katika mchezo wa kesho.
Ya, ni kweli tumekuwa na tatizo kubwa sana la kutumia nafasi. Ukiangalia game zetu za nyuma tumetengeneza nafasi nyingi sana, lakini tumekuwa kuzitumia imekuwa ni shida. Hata mechi iliyopita tumepata matokeo, lakini tumetengeneza nafasi nyingi sana. Kama tungeweza kuzitumia tungeweza kupata matokeo zaidi ya haya. Tumekuwa tukilifanyia kazi sana kwenye swala hilo kwenye uwanja wa mazoezi, kuhakikisha nafasi tunazozipata lazima tuzigeuze kuwa magoli. Kwa hiyo tutahakikisha kesho nafasi tunazozipata tuweze kuweza kuzigeuza kuwa magoli na kuweza kupata alama 3 katika mchezo wa kesho. Ya kesho, mbali ya Kamara utamkosa mchezaji Mzamiru Yasini, ana matatizo ya kifamilia, lakini tutaendelea kumkosa Hamza ambaye bado ni injured. Wachezaji wote waliobaki tunashukuru Mungu, wote wako kambini na wako tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Kwa niaba ya wachezaji naweza kusema kwamba tupo tayari kuelekea katika mchezo wa kesho dhidi ya Azam. Tunajua mchezo hautakuwa mwepesi, mchezo utakuwa ni mgumu, lakini tupo tayari kupambana ili kuweza kuhakikisha tunapata pointi 3. Bana, yes, hiyo ni sauti ya pamoja ya kocha Matola pamoja na nahodha Shomari Kapombe wakizungumza maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Mechi kubwa mnayo mezani dhidi ya Azam FC. Kama shabiki wa Simba, umejiandaje kwenda kwenye hii mechi? Matarajio yako ni nini hapo kesho katika dimba la Benjamin Mkapa? Kwanza matarajio yangu nipate pointi 3. La pili, namuomba Mwenyezi Mungu wachezaji wangu waamke vizuri. Wote mpaka benchi lote la ufundi. Hapa kinachotakiwa ni pointi 3. Tuna kocha wetu Matola kwangu mimi namwamini kwa sababu Matola amekaa na makocha wengi sana, anajua. Sema tu tunakosa kumwamini, lakini ukiangalia akiachua na hiyo imani mnaikosa wapi? Maana juzi nilikuwa naona namna ambavyo watu wanapambana. Kama kaondoka meneja, Matola naye aondoke, haiwezekani. Shida iko wapi? Yani shida wenyewe kwa wenyewe hatuaminiani. Lakini ukimwangalia Matola akiachua timu, unaona kabisa timu inacheza. Au tunaweza kusema kwamba wenyewe wachezaji labda wanakuwa wataki makocha wa kigeni, ndio maana wanaonyesha michezo ile ya chini ya kiwango. Lakini tu mimi na imani kwamba mchezo wa kesho tunaweza kupata matokeo mazuri tu. Na mimi Benge hajawahi kunifunga uwanja wa Benjamin Mkapa. Labda tu kwa mechi hizi zilizotokea, karibia mechi ngapi Simba hajapata matokeo uwanja wa Benjamin. Kuna vitu labda vinavyoendelea. Benge wanakumbushia zile za kimataifa, mambo ya vita au si? Hajawahi kupata. Kwa hiyo kwa kesho yani naamini na amani, yani naomba tutapata pointi 3. Amna hii mechi, maana Simba nako ukiachana na kocha kuna battle la wachezaji. Mechi kama ya kesho ni mechi kubwa. Hapa Elbo alikuwa anagusa kuna eneo la wachezaji. Mchezaji gani au wachezaji gani ambao naamini kesho mambo yakiwa magumu wao wanaweza wakasimama na wakaibeba mechi? Zamani walikuwa wanasema hii mechi ikapewa fulani. Kwanza Mpanzu akiamka vizuri na Morris. Alafu kuna Kante. Kagoma. Nao watu ambao katikati pembeni wakiamka vizuri, sisi tunapata matokeo. Ila tu Matola awe mwangalifu kwenye kupanga kikosi. Asikosee kupanga kikosi. Akikosea tu tumeumia. Kwa nini nasema asikosee? Kuna wachezaji ambao wataki kucheza. Yani wasimuingilie, sababu kuna ile, yani sisi tunachokosea Simba tukishacheza na timu kubwa Yanga au Azam, kuna vitu vinaingia, vimemo vingi. Kwamba mchezaji yeye anapangiwa kwamba huyu acheze, aanze. Kumbe hizo mnazijua? Hizo sisi tunazijua. Na ndio maana sisi saingine hata tukifungwa mara 6 saingia sio ingia atumii. Sababu tunajua. Tumefungwa goli 5 zile ngine tunajua. Huwezi kumchezesha nani mpaka jina nimemsahau. Manula. Hiyo inawauma hiyo. Hiyo kuna watu inawauma, lakini sisi tunaojua mpira na tunaoenda uwanjani kila siku tunajua hatukuumia. Sababu yule katoka majeruhi, huwezi kumpanga kwenye mechi kubwa. Kwa hiyo vimemo. Kwa hiyo sasa kama kesho akiamka vizuri wamwachie timu kwamba yeye sasa ndo ameshamkabidhi timu hii hapa, panga kikosi chako na benchi lote la ufundi, matokeo tunapata mazuri tu. Kama mechi ya Mbeya City tu. Yani aachiwe Matola. Mchungaji, tunatanguliza maombi au timu ipo ya kuifunga Azam? Timu shaambiwa yaamke vizuri.
yani ushaambiwa mpaka yaamke vizuri. Timu yaamke vizuri. Hata iombee ilale vizuri, yaamke vizuri. Issue ya kesho. Kwanza kabisa wachezaji wenyewe waamue. Kwa sababu sasa hivi wanaoamua ni wachezaji. Hivi Simba imefika hali hii. Kwamba chochote kitakachotokea. Yaani sasa hivi wachezaji ndio wanaamua. Mechi tunashinda, hii hata kushinda. Kwa hiyo kesho wenyewe ndio wataamua tunataka tushinde mechi tumfunge Azam ama mechi tupoteze. Kwa hiyo kama shabiki hata nguvu ya kutamba huna sasa. Nguvu tunazo, lakini sasa hivi unatambaje wakati sasa hivi kumekuwa na tatizo moja. Wachezaji mpaka watakapoamua. Wewe umeona mechi ya Mbeya City. Mpanzu umeona kumpiga kelele kacheza mpira. Umeelewa? Soa kacheza mpira. Kila mtu kacheza mpira. Kila mtu kavuja jasho. Na kwa watu ambao hawajui, aliyeanzisha akaingia siku ile Babaja. Alianzisha mwindi wa Simba. Mwindi wa Simba akapiga kelele. Bajabi ile ingia. Akamwambia aingie. Sasa kwenye benchi pale chini. Ikabidi aende akapashe. Kurudi akamweka tena kwenye nini? Bench. Baada dakika hizi 5 watu ndo wakalimuka wote. Akaomba mkono wote. Aingie. Ndio Matola kuona aibu akamwambia. Kwa hiyo juzi mlifanya sabu mashabiki. Sabu ile haikufanywa na kocha wa Simba. Sabu tulifanya sisi. Kwa sababu alipofanya ile mazoezi, alipopasha, aliporudi, baada dakika 5, tukamwambia baada dakika 5 muamshe. Wakawa bado wameuchuna. Walipoona kelele zimezidi, ndio akaambiwa bwana kijana amka. Na aliposimama mstarini pale ili aingie, mtoto ndio akapia kelele. Na bahati nzuri touch moja ikawa goli. Kwa hiyo sababu mlofanya ililipa. Ndio maana sasa hivi hata kesho ikiwezekana kikosi tumpangie sisi. Mki anasema kikosi kocha asiingilie. Lazima tumpangie. Kwa sababu gani? Kama baba hajaja siku ile singeingia kwa sababu zibaki dakika ngapi? Dakika 3. Dakika 3. Zile dakika 3 tunavyojua kwa muda ule uliobaki asingeingizwa. Lakini kelele zile ikabidi yule Matola amwambia bwana inuka ingie kacheze. Kwa hiyo panga cha kwako. Kwa hiyo jana ile goli la Osaka jisifia kwamba ni sababu ya kwao. Hii ni sababu yetu sisi washabiki. Tunaifanya juu. Bwana huyu ni mchungaji. Kuna siku nilikuwa Benjamin Mkapa. Sikumbuki ilikuwa mechi ya Simba na nani ile. Lakini nakumbuka